Yesu Kristu asifiwe. Karibu kwenye kipindi kyako, kipindi kizuri la Saveur Divine. Anayekuwa kwenye mitambo ni wako mchungaji Pepe Kiambikwa. Leo tuna mada mazuri sana katika kipindi chako la Saveur Divine kinachokutangazia habari za Yesu Kristu wa Nazareti aliyekufa na kafufuka, na yeye yupo hai. Ndiyo kwa maana tumemtangaza. Tuna mada mazuri kwa siku ya leo inayosema nguvu ya msamaha na kuchukuliana. Tutasoma katika kitabu ya Wakolosai sura 3 mstari wa 13. Sura 3 mstari wa 13. Biblia inasema hivi: mukichukuliana na kusameana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, hivyo hivyo musamehane na nyinyi. Amen. Bwana Yesu Kristu asifiwe. Kabla sisi hatuyamjua Kristo, sisi tulikuwa watu wa dhambi. Tulikuwa tumetawaliwa na dhambi. Tulikuwa tunafanya dhambi za kila namuna, mimi na wewe. Wakati tulikuwa hatujaamini Yesu Kristo, tulikuwa watu ambao tulikuwa tunaua, tulikuwa tunazini, tulikuwa tunateta na kuhukumu watu, na sisi tulikuwa tunaelekea mautini, yaani jehanamu. Wakati sisi tulikubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, akachukua dhambi zetu zote, akatufanya kuwa sisi wenye haki. Yeye akachukua dhambi, akatufanya sisi wenye haki. Ingawaje dhambi zetu zilikuwa nyingi. Tulikuwa tumeua, tulikuwa tumetosha mimba, tumefanya abortion, interruption volontaire de la grossesse. Tulikuwa tumefanya dhambi za ajabu. Tulikuwa tunasaliti wa ndugu zetu. Lakini sisi wakati tuliamini Yesu akatupatia maisha mapya. Ya kale yote Yesu akayasahabu wakati alitusamehe. Mungu akasahabu yale ambayo tuliyoyatenda wakati sisi tuliamini Yesu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 1 mstari wa 9 inatuambia, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kuzisafisha na uzalimu wetu wote. Unajua, mwandishi wa kitabu cha Waebrania sura 10 mstari wa 17 akasema, mimi nitasamehe dhambi zao na uasi wao, sitaukumbuka kabisa dhambi zao tena. Sisi tumesamehe na tunabakia na kumbuka dhambi. Mtu fulani nimemsamehe, lakini alinifanyiaka vitu vyenye mimi sitasahabuaka. Lakini wewe ukisoma katika maandiko matakatifu, Mungu wakati anasamehe dhambi zetu, hata cicatrice, kovu ya dhambi anaiondoa. Inakuwa kama wewe hukufanyaka dhambi. Mungu ana rehema na yeye ana neema. Akasema na nabii Isaya, hata dhambi zenu zikikuwa nyekundu kama damu, mimi nitazigeuza nyeupe kama theluji. Mimi sijawahi kuona theluji bwana. Theluji wanaita neige. Nimeishi kwenye Afrika, barza ya Afrika. Kwetu hakuna theluji hapo ambapo ninapohubiri kwenye nchi ya Kongo, ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa tunaiona tu kwenye television, ni nyeupe sana. Ni nyeupe sana. Biblia inasema kama dhambi zako zikikuwa nyekundu kama damu, ana uwezo ya kuzifanya nyeupe kama theluji. Kama Mungu anatusamehe sisi dhambi,
Kwa nini sisi tusiwasamehe wale waliotukosea? Kwa nini wewe na mimi tusiwasamehe wale waliotutia vidonda vya ndani? Tuna majeraha, tuna vidonda vya ndani, tulioumizwa na ndugu zetu, wale ambao tuliowapenda sana, wao wakatuumiza. Wale ambao tuliopatia matumaini sana, wao wakatuumiza. Utaweza kutendea mtu mema, yeye anakurudishia mabaya. Njoo mwanadamu huyu, utaweza kumtendea mema, mwanadamu anakuwa na roho, moyo wa kubadilika. Unamfanyia mema, yeye amekurudishia mabaya. Mtu ataweza kukufanyia mabaya ya ajabu. Kama sisi tunaoishi katika nchi za vita, unakuta mtu ameua ndugu zako, ameua watoto wako, ameua mama yako ama baba yako. Ni vitu vikubwa vinavyouma katika moyo. Lakini Mungu anataka sisi tusamehe. Ijapokuwa wametukosea, tuondoe chuki na sisi tusamehe. Mume wako utaweza kumpenda, umemfungulia moyo, na siku moja anakusaliti katika ndoa yako. Akirejea umsamehe. Mke wako vile vile ataweza saliti ndoa yako. Akirejea anakuja kuomba msamaha, umsamehe. Unajua ndugu yangu, kuna maradhi yanayosababishwa na hali ya kutokusamehe. Wakati sisi tunatia watu katika gereza la moyo wetu, Mungu hakukumba wewe na gereza ndani ya moyo wako, lakini wewe umekwisha kutia mtu kwenye moyo. Unasema mtu fulani huyu sitamsameheaka, huyu ameniuia mtu, amenitendea vibaya, nimemtendea vizuri, yeye amenitendea vibaya, huyo mtu sitamsamehe. Sasa na hapo utaona magonjwa ya moyo yanaanza kukufuata. Utaona magonjwa ya estoma, ama wanasema magonjwa ya tumbo yanaanza kufuata maux d'estomac. Na wengine wanapata hata trouble mental. Kwa sababu gani? Wameweka watu kwenye moyo, wale watu waliowakosea. Sasa nguvu za msamaha zinakuomba wewe uwatoshe kwenye moyo na utie Kristo akae kwenye moyo wako. Tuna ndugu yetu katika Biblia, jina yake Yusufu. Wa ndugu yake walikamata wakamtia kwenye shimo, wakamsaliti, wakamkataa, wakamuuzisha. Ila wakati Mungu alimuinua, akaona ndugu zake, yeye hakulipisha kisasi. Yusufu akawasamehe. Kuna watu wengine wataweza kukukosea, Mungu anawatumikisha ili wakubebe mahali ambapo Mungu anapenda wewe ukue. Wao wataweza kukusaliti, Mungu anawatumikisha ili akubebe mahali ambapo alipenda wewe ukue. Bwana wetu Yesu Kristo, wa ndugu zake Wayahudi, wazee wa makuhani na wale ambao wanaotawala watu walimsaliti, walikuwa Wayahudi wa ndugu yake. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa kwenye msalaba akasema, Baba uwasamehe, hawajui lile watendalo. Ndugu yangu, samehe ndugu yako. Uwasamehe wale waliokukosea. Uwasamehe wale waliokukosea. Mtu asikae kwenye moyo wako. Chuki usikae kwenye moyo wako. Achia Kristo akae, na yeye atawale moyo wako na hisia zako, na hapo utaona nuru ndani ya maisha yako. Kuna watu wengi hawajibiwi hitaji zao kwa sababu wamewachukia watu waliowakosea. Wewe hauishi na malaika,
wewe unaishi na mtu anayekuwa na mwili, anayekuwa na roho na anayekuwa na nafsi. Sasa msamaha ni nguvu inayokomboa. Wakati sisi tunasamehe watu, tunakuwa na ukimya, na Mungu anakuwa anafanya mambo makubwa pamoja na sisi. Basi nitakuombea ndugu yangu. Baba, ninaombea ndugu yangu ambaye anayokuwa na shida, ametiwa vidonda, na yeye amekuwa na chuki na huyu ndugu, na ni mtoto wako huyu. Bwana, ninahitaji umpatie nguvu za kusamehe. Roho Mtakatifu, ninahitaji uguse hii moyo na kuipatia nguvu ya msamaha. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hivi, amen.